mapato ya mwezi wa 12, TTCL waliingiza kiasi cha shilingi 3,500,000. Vibali ambavyo vilikuwa vinaenda katika ofisi ya ardhi vilikuwa kiasi cha shilingi 30,000 na kufanya jumla ya mapato katika mwezi wa 12 kwa kiasi cha shilingi 380,000. Matumizi ya kijiji katika mwezi wa 12, posho za wajumbe ilikuwa ni kiasi cha shilingi 685,000. Malipo kwa ajili ya fundi ambao ulikuwa kuna mradi kule ulikuwa unamaliziwa, tulipa kiasi cha shilingi 100,000. Ulikuwa kule machinjioni. Machinjio yalikuwa yanatengenezwa, kwa hiyo fundi alikuwa bado hajalipa, kwa hiyo tukamlipa. Mzabuni alikuwa anadai kiasi cha shilingi 213,000, naye alilipwa pamoja na malipo ya vitabu viwili ambayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi 50,000 ambayo ni LPO pamoja na issue voucher, na kufanya jumla ya matumizi katika kijiji chetu kwa mwezi wa 12 kwa kiasi cha shilingi 1,148,000. Mpaka kufikia tarehe 31 mwezi wa 12 kiasi cha shilingi 1,081,069.72. Kumrazi jamani. Na mimi tena mwambia razi mtendaji wangu aipenda sana 700,000, sijui ndio mshahara wake kwa mwezi makina akienda 700,000. Haya bwana, mwezi wa 12 Disemba TTCL kama kaida waliingiza 350,000. Vibali kama kaida yetu 30,000. Nitizungumzie kidogo kwenye vibali kwa nini vyajirudia 30,000. Tuwafanya kuwalazimisha watu kuja hapa kulipia. Watu wakitaka kuuziana pia sasa hivi na mahakamani, wengine watamtafuta Oscar na Shusimaka na Darusi wamalize hapa hawafiki. Kwa hiyo mapato tuyapati. Hizi zinazosomwa ni zile hela ambazo mtu akaja anapewa control number ya kijiji anaenda kulipia benki, ndio maana zinasomeka mpaka kwa mkurugenzi na kwenye akaunti yetu. Kwa hiyo tuchukue fursa hii kuwashauri wananchi, mnapouziana maeneo, nyumba, msikimbilie mahakamani jamani, mje na hapa pia. Hapa pia tukiandikishana mmeuziana, kule mtafuatilia mambo mengine ya kisheria. Sawa sawa jamani Haya, baada ya hapo posho za wajumbe zikawa ni 685,000 kwa mwezi wa 12. Tuzungumzie hapa, tuliwakopa wajumbe kama miezi 4, kwa hiyo tukawalipa miezi 2, ndio maana ikawa imepanda. Na malipo ya ufundi hapa tulipokea mradi sisi wa ukarabati wa machinjioni. Ukarabati wa machinjioni kule, yale ni ule ni machinjioni ni ya wilaya, lakini mradi upo kwenye kijiji chetu. Kwa wali tuliingizia milioni 3 140,000 katika akaunti yetu. Kwa hiyo walipotuingizia milioni 140,000, kwa hiyo matumizi ya kule yote lazima afanyiwe kupitia halmashauri ya kijiji. Kwa hiyo katika hiyo hela milioni 340, baada ya ukarabati wote kukaa kuna kijila chao kimebakia mmoja. Fundi alikuwa anadai 100,000, tukatoa malipo yao ya 100,000, lakini mzabuni ambaye alipeleka vifaa kule alikuwa anadai 2,013,000, tukatoa. Lakini pia kule mradi kulikuwa na vitabu viwili, vitabu vya voucher LPO na issue voucher. Sasa wataalamu wajue LPO nini na issue voucher. Mimi hapo nataja tu na kuviona tu ndio navijua, lakini sijui LPO maana yake nini. Kwa hiyo baadaye ndio ikafikia 1,048,000 matumizi ya mwezi wa 12. Baada ya kufika hiyo, ukitoa sasa ukikalkulate kwa nyinyi watu wenye hesabu, tunabakia na salio halisi kwa sasa ni shilingi 7,081 na nukta 69 na senti 72. Tumeufunga mwaka 2025 kwa namna hiyo. Kwa mwezi wa 12 tunatakiwa tuanze mwezi huu wa kwanza, tutakutana mwezi wa 3 kwenye mapato na matumizi. Naomba niulize, kwenye mapato haya mwezi wa 12 wajumbe mmeridhia wananchi? Karibu kaka. Mimi naomba niulize mambo machache tu kuhusiana na masuala ya mapato. Yaani kwamba malipo yote mnavyoyafanya, mnavyojilipa vikao na mnapolipa mafundi, je, kuna faili maalum ambapo kuna kumbukumbu hizo zipo? Hilo la kwanza. La pili, vitu vyote mnavyovifanya hivyo, je, ni kwamba serikali wananchi mnawapa taarifa tu au kuna kamati nayo huku ndani ya wananchi wanakuwa participated kwa huko wataweza kupata na kujiridhisha kwamba hili jambo ambalo limezungumzwa liko perfect na liko kamilifu kwa namna moja ama nyingine? Swali yangu mawili afu endelea mengine. Kwa maswali mazuri. Jamani tuwajibu hayo kwanza. Haya mzee Oscar karibu.
malipo yote kutokana na kwa sheria zilizopangwa. Tunalipana posho kutokana na muktasari ya kijiji kuturuhusu tulipane posho kila mwezi, lakini hatulipani kila mwezi kutokana na mapato yetu kuwa kidogo. Endapo kama patakuwa pana pesa huwa tunalipana, na kama kuna pesa hatulipani. Lakini tunalipana kwa mujibu wa sheria na taratibu za vijiji vyote, kwamba wananchi ndio waliotuamua sisi tulipwe posho na kwa kiwango maalum. Kuhusu kumbukumbu tunazo, kwa sababu akaunti zetu zote za kijiji zinamilikiwa na mkurugenzi. Hatutoi pesa isiyo nyuma ya utaratibu, mkurugenzi hawezi kuitoa. Ukiona tumetoa pesa hapo, mkurugenzi kalizia hiyo pesa ni halali. Sasa tunachotaka sisi ni kujibu in fact kwamba hizi tunalipana, faili lake ni hili, katika mwezi fulani tumelipana hivi na kila mmoja amesaini kwamba hivi na hivi na hivi na hivi, ndio tunachojaribu kukiuliza hapa. Lakini sio kusema kwamba sisi tunalipana kwa mujibu wa taratibu za sheria, no. Yaani hata mwalimu analipwa kwa mujibu wa sheria, askari polisi analipwa kwa mujibu wa sheria, JWTZ analipwa kwa mujibu wa sheria. Fact ni kwamba hapa ndani ya hii ofisi yetu ambao ni serikali ya kijiji, ambao sisi ndio wenye serikali hiyo, tunachotaka kukijua, je, kuna kumbukumbu maalum ziko humu ndani kwamba tarehe fulani bwana Hasani alichukua na akasaini, huyu alifanya hivi akasaini, kwa mujibu wa vikao vyenu mnavyokwenda. Hatujasema kwamba mlipani kwa mujibu wa taratibu za sheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna wengine ambao mmesema kuna mafundi na vitu vingine. Je, kuna document ambayo ina evidence kwamba hawa walilipwa kwa mujibu wa taratibu za sheria? Hilo ndio swali langu la kifakti na la kimsingi. Sio kusema kwamba mnalipana kwa mujibu wa sheria au hatulipani kwa mujibu wa sheria. Haliko hivyo swali langu. Haya, sasa jamani wananchi, hapa ndani sisi tuna faili. Ndio sawa Tunapochaguliwa kwa wajumbe wa halmashauri ya kijiji, tunapokuwa tunachaguliwa watu 25, mwenyekiti anapewa kazi ya kwanza ya kuunda kamati 3. Kamati ya kwanza inakuwa mipango na fedha, na kamati ya pili inakuwa kamati ya ulinzi na usalama, kamati ya 3 inakuwa ya huduma za jamii. Kamati ya mipango na fedha ni wajumbe 25 waliochaguliwa na kura na wananchi wenyewe. Kwa wale wanakuwa ni wawakilishi wa wananchi katika kamati ya nini? Ya fedha. Na wanakuwa kazi yao kubwa ni kupanga vyanzo vya mapato na kupanga mipango yote ya maendeleo na matumizi ya fedha katika kijiji chetu. Lakini katika kamati ya fedha kuna faili ambalo lipo, na faili hilo kila baada ya miezi mitatu tunapata ukaguzi wa ndani kutoka kwa mkurugenzi, internal auditor, wanakuja kukagua matumizi yetu. Lakini wananchi ambao wanaingia kwenye matumizi ya fedha wapo na wametolewa na mkutano mkuu, na wao wanakuwa masignatory, wapo wawili sikosei. Kwa upande wa kina mama, yupo mama yangu anaitwa Mwanaidi Omari almaarufu Mama Mwaimu. Hebu punga mkono kuone. Huyo ni signatory ambao wamechaguliwa na mkutano mkuu kwa ajili hazitoki fedha bila wao kusaini. Mama Mwaimu anaitwa Mwanaidi Omari. Lakini pia tunaye mzee Chaubwedo kwa upande wa baba. Ambaye naye amechaguliwa kwa upande wa baba kwenye mkutano mkuu wa kijiji kuwa ni signatory wa kamati yetu ya kijiji. Ni kwamba hatutoi fedha za matumizi ya aina yoyote pasipo na wao kwenda kufanyeje? Kusaini. Kwa hiyo wao ni wakilishi moja kwa moja wa wananchi kila tunapotoa fedha, na kama kutakuwa tofauti kazi yao ni kuja kutoa ushuhuda hapa, na ndio maana wanakuwepo. Lakini pia katika upande wa wataalamu tunaye afisa ugani ambaye pia amependekezwa na mkutano mkuu wa kijiji, ambaye pia ni signatory kwa upande wa wataalamu, ambaye ni afisa ugani anaitwa Mr. Meza, naye pia anapatikana hapa kwenye kijiji chetu. Kwa wananchi wana mena Mama Mwaimu pamoja na mzee Chaubwedo, na wataalamu nao wana ambaye ni Meza, ambao wao ni kamati maalum ya utoaji fedha katika kijiji chetu. Kwa hiyo uwakilishi wa wananchi upo, mheshimiwa mwananchi wangu. Asante sana. Miezi mitatu kuanzia mwezi wa 10, 11, 12 kwa kushirikiana na wajumbe kamati ya huduma kwa jamii tumejaribu tulipita nyumba kwa nyumba na kwenye mifereji. Changamoto ni nyingi. Nataka niweke hili sawa. Kwa wale wenye biashara na kwa wenye nyumba zilizokuwa mbele ya mifereji, swala la kusafisha mifereji sio la serikali. Swala la kusafisha mifereji ni swala lenu nyie. Serikali ishajengea, nyie ni jukumu lenu ni kusafisha. Maana serikali sio inayochafua. Tunaochafua ni sisi wenyewe. Majani yanavyoota sio serikali inayootesha majani, sisi wenyewe. Kwa hiyo
kuna sheria ya mazingira inasema mita 5 usafi wangu, kuwa pembeni, mbele na nyuma ya nyumba yako au jengo la biashara ni ya kwako wewe, sio ya mtu mwingine. Sasa kwa hiyo tuelewane hili. Mbele ya mifereji jamani, tunapopita kule watuambia si serikali ndio inatusafishia, si zamani kulikuwa na watu wanakuja wanasafisha. Jamani, iko kifungu kule kwenye halmashauri yetu haipo, kingekuwepo ingesafishwa. Sasa hamna, kwa hiyo jukumu la kwetu sisi. Na kama mnataka hivyo, na ukiona hiyo sheria ya halmashauri inapita kusafisha, ni lazima mtoe pesa ya kusafisha. Kwa halmashauri nyingine huwa wanatoa kila mwisho wa mwezi kabisa, wanatoa na risiti, lakini sasa huko hamna hiyo. Kwa hiyo jukumu la kusafisha mifereji na mitaro ni la kwetu sisi, sio la halmashauri, ni la kwetu. Kwa hiyo kunapopita huko, naomba tuelewane, na wasiofika mkawajulishe jamani, ni swala la kwetu sisi, sio la halmashauri. Narudia tena. Pia tunaendelea na taratibu nyingine za kutembelea nyumba kwa nyumba. Wiki iliyopita tulikuwa tupo kwenye swala la mifereji na wataalamu wengine na afisa afya ya wilaya na wengine na kina Kashimu. Kwa hiyo wiki inayokuja sisi tunaendelea na nyumba kwa nyumba sasa. Kwa hiyo tunapotoka hapa tuendeni tukasafishe nyumba zetu. Mimi nitapokuja huwa turudi, maana mwaka uliopita tulipita. Kwa hiyo tunapopita sasa hivi sasa tunarudia. Kwa hiyo ni mwendo kwenda kutoa faini na kuchukua hatua. Sitosikiliza kuomba msamaha, sijui tunasafisha, hapana. Sasa hivi ni hatua tu tunachukua. Naomba niweke wazi, naomba tufanye usafi kwenye maeneo yetu. Kama una kiwanja ambacho kipo mjini hukitumii, huo una utaratibu wa kulimia au kufyeka. Jamani, tupo mjini, hatupo kijijini. Hapa ndo mjini. Mjini hakunaga majani. Kama umeshindwa kujenga eneo lako, safisha mara kwa mara. Kijijini kule ndo huwa tuna mashamba, tuna nini, ndo watu wasipatiliana, lakini hapa tupo mjini. Naomba niweke hilo wazi. Naomba mnielewa. Kwa masikitiko makubwa ule mfereji sisi tutausafisha vipi? Mna kambare, maji hayatembei, yanatuama, maji machafu, umebomoka. Kwa hiyo tuomba basi mtusaidie kuweka sawa ule mfereji, serikali itusawazishie. Na pale pana machaka ya majambazi, na tulipo hapa na stendi hamna, tunaona majichaka tu pale karibu na eneo hilo la stendi. Tunaomba usafi pia pale serikali isimamie, hata kama kuwatoa wananchi tutoke, maana wengine ni wabishi. Kwa sababu wanasema eneo sio la wananchi. Ila mfereji mbovu na sisi tuko ndo hapa na hapa, ila uko ndani kuanuka mavi. Mkuu wa wilaya na dasi, huu mfereji mpaka TARURA tumeufikisha kwenye swala la kuziba, maana hapo maji hayapiti kwa sababu ya pale mbele kuna karavati. Kwa hiyo swala ukienda kupelekea TARURA wanalipokea. Kwa hiyo litafanywa kazi na tutaendelea kuwakumbusha. Mifereji ninayokuwa naongea ni hii mifereji inayoonekana ambayo haina tatizo. Kwenye tatizo ni tutashughulikia, yani tutajaribu kufikisha sehemu husika. Hivyo mamangu. Karibu bwana waziri na hela. Swali langu liko kwa biashara, kuna ushauri. Wale lokuipo unasema mlianza na usala mfereji, lakini mshamaliza sasa tunaingia kwenye nyumba hadi nyumba. Ushauri wangu mimi nachoona kwa swala mfereji bado endeleeni kunini. Kupambana mpaka mifereji ikae sawa, mifereji bado. Mifereji ni michafu. Kwa hiyo pambaneni mpaka mifereji ile ikae sawa ndio muingie kwa wananchi majumbani. Huo ndio ushauri wangu. Idara ya maendeleo ya jamii kata ya Pangani Magharibi, napenda kutoa hamasa au kuhamasisha wananchi wa Pangani Magharibi na kuwapa taarifa kwamba serikali kupitia idara ya maendeleo ya jamii inaendelea kutoa ile mikopo ya 10%. Mikopo ambayo ni 10% ya mapato ya halmashauri nchi kwa ajili ya kuwawezesha wananchi kiuchumi. Na mikopo hii inatolewa kila baada ya robo mwaka, kila baada ya miezi mitatu. 10% ya mapato ya halmashauri inarejeshwa kwa wananchi ili kuwawezesha kiuchumi. Kwa hiyo sisi kama wananchi tuchangamkie fursa hii
kwa ajili ya kuunda vikundi ili tuweze kupata hiyo mikopo ambayo haina riba. Utakachokopeshwa ndicho unachorejesha. Na kwa awamu hii ya robo ya pili ya mwaka ambayo ni mwezi Oktoba, Disemba, kuna vikundi ambavyo tayari vimeshanufaika, lakini pia dirisha lingine la awamu ya tatu, robo ya tatu limeshafunguliwa, ambapo 10% ya mapato ya halmashauri ya Pangani jumla ya kiasi cha shilingi milioni 100 kimeshatangazwa. Mwisho wa kuomba maombi ni tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwa hiyo kwa wale ambao tuna vikundi vya aina tatu jamani. Tuna vikundi vya wanawake, walemavu na vijana. Vijana mwisho ukomo ni miaka 45, kuanzia miaka 18 hadi miaka 45. Tunahesabu kwamba huyu ni kijana ambaye anaweza kufanya shughuli akajipatia maendeleo. Lakini pia wanawake ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Haina ukomo wa umri. Walemavu pia kuanzia miaka 18 na kuendelea, na kwa idadi mnatakiwa muwe 5 na kuendelea. Lakini kwa upande wa walemavu, mlemavu mmoja anaweza kupewa mkopo, lakini mwisho ni walemavu 3 pia wanaweza kuunda kikundi cha walemavu wakapewa huo mkopo. Kwa hiyo nawahamasisha tuendelee tuunde hivi vikundi ili tuweze kuomba huu mkopo. Na kwa wale ambao wapo kwenye vikundi ambao wameshaomba, wapo wengi, kuna vikundi vimeomba na havijapata. Mkikosa mara ya kwanza, mjaribu kurudia tena, kwa sababu 10% ya mapato ya halmashauri yetu ni kwa ajili ya Pangani nzima, kata 14. Kwa hiyo kinakuwa ni kiasi kidogo, vikundi vinakuwa ni vingi. Kwa hiyo kama mjapata, mnarudia tena kuomba maombi. Na kwa upande wa gharama, sio gharama, watu wanasema kwamba kutuma maombi vitu ni vingi. Kama tayari mmeshaunda kikundi na mna kila kitu, nyinyi mnauisha akaunti yenu tu, mnauisha tarehe yenu ya maombi. Labda endapo andiko lenu la mradi mnataka kulibadilisha, lakini ni kiasi cha kuingia kwenye akaunti yenu ambapo mnabadilisha nini, mnauisha akaunti yenu, mnakuwa mmeomba kwa awamu nyingine. Tumeelewana jamani? Kwa mikopo ya 10% tumeelewana? Wakina mama mnauliza tumeelewana? Ndio, tumeelewa. Tofauti na hapo, kwa wale ambao sasa wao vikundi wanaona kama vina changamoto, tunao mkopo mwingine wa mtu mmoja mmoja. Huu ni mkopo wa wajasiriamali wadogo ambao kila mtu anapewa yeye mwenyewe, lakini kupitia benki ya NMB na kwa riba ya 7%. Tofauti na ule mkopo wa halmashauri wenyewe hauna riba. Utakachokopa ndicho hicho utakachorudisha. Lakini huu una 1% kidogo, 7%. Kwa hiyo ili sasa uweze kupata huu mkopo wa mjasiriamali mdogo, unatakiwa uwe na namba ya NIDA, unatakiwa uwe na barua ya uthibitisho kutoka kwa mtendaji wa kijiji au kata. Lakini pia unatakiwa uwe na shilingi 20,000. Baada ya hapo unaniona mimi afisa maendeleo ya jamii na kusajili kwenye mfumo. Nitakupatia account control number ambayo utailipa hiyo 20,000 wewe mwenyewe. Baada ya hapo utachukua kitambulisho chako, utaenda pale NMB, utachukua fomu kwa ajili ya kuchukua mkopo. Unaelewana hapo? Kwa hiyo nawakaribisha sana mje mjisajili kwenye vitambulisho vya wajasiriamali wadogo ili muweze kunufaika na hii mikopo ya wajasiriamali wadogo. Asalamu alaikum ndugu waandishi wa habari na wasikilizaji wa Ricardo Page Pangani TV. Mimi ni kwa majina naitwa Salum Kanyama, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Pangani Magharibi. Kwa kweli kwanza nimefurahishwa na Ricardo Page kwa sababu vijana wadogo ambao mnafanya kazi kubwa sana. Mimi nikiingia Instagram, nikiingia Facebook nakuta vitu ambavyo vimeenda duniani. Mimi naambia mkaze, mtaitangaza sana Pangani yetu. Lakini leo nimefurahi kama kawaida. Leo ilikuwa ni kikao changu cha mkutano wa nje wa mapato na matumizi wa mwezi wa 12. Kwa hiyo nimefanya leo mwezi wa kwanza 2026. Ulikuwa na agenda 10. Kufungua kikao, kuthibitisha agenda, kusoma mapato na matumizi, kupokea taarifa mbalimbali za kutoka kwa wataalamu, lakini pia kujadili na kusikiza kero za changamoto mbalimbali za wananchi. Tunashukuru tumemaliza salama leo hii jioni, lakini hoja nyingi zimebuka. Kitu ambacho nimekipenda kwenye mkutano ni kwamba kumekuja na hoja za maana sana. Tumepata kusikiza walimu wa shule ya sekondari ameeleza
watoto jinsi wanavyokwenda shule, lakini changamoto za shule na wazazi nao wamechangia, lakini pia tulikuwa tumefemewa kidogo katika mawazo ya kibiashara na miradi ya kijiji. Tumepata watu wametufungua kuanzisha mradi wa taka, ukusanyaji wa taka, uzoaji wa taka, mji uwe safi, na wananchi wamechangia. Nimesikitishwa pia katika mkutano wa leo kupata taarifa kwamba shule yangu ya msingi Pangani waya zote kipindi cha likizo zimekatwa, lakini kwa bahati nzuri tumekubaliana na tumeidhinisha paajiriwe mlinzi na alipwe kwa ajili ya kulinda shule yetu. Lakini pia tushukuru wananchi nao wamechangia, ila kubwa kuliko yote kilichonisikitisha ni kwamba ujio mdogo wananchi katika mkutano, na huu umesababishwa na mambo makuu matatu, lakini pia ni hoja ambayo atakiwa tuifanyie kazi. Moja ni kwamba kuna maulidi ya madrasa ya Mahawa, lakini kuna harusi za watu maarufu, lakini ujio sio mzuri sana. Kwa hiyo niwaombe wananchi kupitia Ricardo Page tujitokeze kwa wingi katika mikutano hii. Tumepata faida nyingi, watu waliokuja wamepata faida nyingi. Tumejua kwamba kuna mikopo ya mtu mmoja kupitia vitambulisho vya ujasiriamali, lakini tumejua kwamba kuna mkopo wa 442 na umetoka tena awamu ya 3, kuna milioni 100 mkurugenzi ameziweka, wananchi watakiwa wakope. Yote tumejua kupitia mkutano huu. Kwa hiyo mimi niombe wananchi kujitokeza sana katika mikutano. Lakini pia nimeona kwamba kuna faida kubwa kuleta media. Nimeleta media leo, naona kila mtu mnavokwenda pale mnavomchukua ana enjoy, yani anatamani kila mtu aongee, mtu anaongea malizi kuongea kwa sababu anaona narekodiwa. Kwa hiyo mimi niwaalike Ricardo na nitawatumia sana katika matukio mbalimbali. Naomba mniunge mkono, nitashirikiana na nyie. Ninacho sina basi tuje tupige show, kwa sababu tutakiwa tuitangaze Pangani Magharibi ya kijana mwenzenu, mtoto wa mjini, mwenyekiti mjanja kama mimi mwenye ataje kwa mfano Ricardo Boy. Kwa Ricardo Page noma sana Pangani. Asante. Waalaikum wana Pangani Magharibi wote, na wasalimia kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee, kama katika Mama Samia endelee na ikamilike. Lakini leo tulikuwa na mkutano wa serikali ya kijiji na Mheshimiwa Kanyama. Mkutano ulikuwa mzuri, lakini mwitikio wa watu bado. Watu wakazi wa Pangani Magharibi 8 wamekuja watu 100. Na mada zilikuwa nzuri. Tunapokuwa wengi, mkutano unakuwa mzuri zaidi, tunasikia, tuna hoja zetu tunawaambia. Wametaja swala la usafi Pangani yetu chafu, na ni kweli. Wametaja swala la mikopo ya kina mama, tunaona inapotoka. Wametaja swala la shule madawati, kweli madawati hamna. Wametaja swala la watoto kula chakula cha mchana, lakini tungekuwa wengi, ina maana mawazo yetu yangekutana pamoja, yangeleta tija zaidi. Mwasi ameleta shule ni mgeni, lakini anatufundisha watoto wetu kwa bidii, ili na sisi wazazi tukiongeza bidii, basi watoto watafika mbali. Tutakuja kupata kina Leso wengine, tutakuja kupata kina Mwalimu Rajabu wengine. Lakini tukisema tuamwachia Mwalimu Hamisi, hatutafika. Swala la uji ni muhimu. Tulitakiwa tena sio uji, kama wazazi umeambiwa uchangie 1000. 1000 hela ya kusema tuwasumbue vichwa. Mwalimu Gamba pale ameongea kuhusu habari ya watoto kupata chakula cha mchana. Ni muhimu kwa sababu mtoto katoka nyumbani tangu saa 12, anarudi nyumbani saa 10 jioni. Lakini sio wenyewe tukaweka utaratibu mzuri, ili swala litakuwa zuri zaidi, watoto watapata ufaulu mzuri. Mbona shule za wenzetu za kulipia wanafanya? Mtoto akifukuzwa sasa hivi mpaka kesho asubuhi mzazi wake kishapata hela na anaenda analipa. Kwa hiyo tukikaa wazazi pamoja, jamani, hii elimu ya watoto wetu tusiweke ule upangani wa zamani. Tusikae tufanye jambo watoto wetu wafike mbali. Elimu ni muhimu, sisi tumeikosa, basi watoto wetu wasikose. Tuwe na mazoea ya kwenda kwa walimu mara kwa mara. Tukiwa na mikutano tunaenda huko, kuna maneno ya maana. Sasa hivi kuna ukatili wa kijinsia. Kama wewe mzazi nyumbani hujaona mwalimu alijua, rahisi kukaa naye pamoja mkamrekebisha mtoto. Mimi naona tukitoa ushirikiano kama wazazi na kama wakazi, kama wakereketwa wa hii wilaya, basi mimi naamini hatutapata maziro.